upendo wake kwa mkoa wa Singida, bali na kuwateua watoto wenu katika nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi hii kubwa ya kuwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali bungeni. Lakini kateua naibu waziri wa mipango tokea mkoa wetu wa Singida. Lakini si hiyo tu, ameweka kwenye ilani kuleta mradi mmoja wapo wa kimkakati mpaka mkoa wa Singida. Katika ilani ya uchaguzi na mpango wa maendeleo umeelekeza kwamba reli ya kisasa SGR itakuja mpaka hapa Singida. Huu ni mradi wa kimataifa, huu ni mradi wa kisasa, huu ni mradi wa kimkakati ambao utainua maisha ya Wanasingida. Huu ni mradi utakaoiunganisha Singida na bandari ya Dar es Salaam moja kwa moja. Huu ni mradi ambao ni uti wa mgongo kwenye nchi yetu. Lakini sio hilo tu, ameweka kwenye ilani mkoa wa Singida kwenda kupata kiwanja cha ndege. Huyo ndio Samia. Kukamilisha uunganishaji wa mkoa wa Singida na mikoa ya jirani, kukiwa na ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kutokea Mkiwa kwenda mpaka Chunya, kutoka mpaka Mbeya. Kukiwa kwenye barabara inayounganisha mkoa wa Singida kupitia Iguguno kwenda Mkalama, kwenda Meatu, kwenda mpaka Mara, mpaka Mtwara. Kukiwa kwenye ilani barabara ya kutokea Singida kupitia Ilongero kwenda mpaka Haidu. Kukiwa kwenye ilani barabara ya kutokea njia panda kwenda mpaka kwa Mtoro, kwenda mpaka Tanga, kwenda mpaka Handeni. Na waziri wa barabara yuko hapa. Huu ni upendo wa vitendo ambao Mheshimiwa Rais ameonyesha kwa Wanasingida. Na hii nimetaja sehemu tu ya baadhi ya mambo ambayo yako kwenye ilani. Ilani ile imesheheni mambo mengi sana ambayo nikianza kutaja moja moja tutakesha hapa. Yapo kwenye kilimo, yapo kwenye afya, yapo kwenye elimu, yapo kwenye idara zingine zikiwemo barabara za vijijini. Lakini Mheshimiwa Rais ameonyesha upendo kwa Watanzania kwa kuweka mambo makubwa na kuweka msisitizo kwamba anatamani yaanze kutokea ndani ya siku 100 za uongozi wake. Jambo moja wapo, Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 utaratibu wa bima ya afya kwa wote uanze kuonekana. Ameelekeza ndani ya siku 100 usumbufu ambao wananchi walikuwa wanaupata wanapokuwa wamepatwa tatizo la kuondokewa na mpendwa wao hospitalini na miili ya wapendwa wao kunyang'anywa hospitalini, utafutiwe utaratibu mpya ambao utajali utu wa Tanzania. Lakini ilani ya mwaka 2025 kwenda 30 Dr. Samia aliyowaletea Tanzania inaongelea maisha ya Mtanzania. Ametoka kuongelea kuunganisha umeme kwenye vijiji, akapeleka kuunganisha umeme kwenye kaya, kwenye maisha ya Tanzania ya kila siku. Ametoka kuongelea kuunganisha umeme kwenye kata, ameenda kuongelea kuweka nishati safi ya kupikia kwenye kila familia. Huyo ndio Dr. Samia, na amenituma niwaletee salamu zake za upendo na anawatakia kila laheri katika shughuli zetu za kujiletea maendeleo. Lakini pokeeni salamu za makamu wa rais, anawasalimia na yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Pokeeni salamu kutoka kwa Rais wa Zanzibar, na yeye anawasalimia na anaendelea na shughuli za ujenzi wa taifa na kuwafanyia kazi wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa viongozi, kama msaidizi wa Mheshimiwa Rais,
kiongozi wa shughuli za serikali, pamoja na wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wengine, sisi tuko makini na tumedhamiria kuhakikisha tunafuatilia kwa ukaribu yale yote ambayo Mheshimiwa Rais amewaahidi Watanzania, ili Watanzania waweze kufurahia matunda ya uhuru wa nchi yao. Tutafuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa ilani, tutafuatilia kwa ukaribu utekelezaji wa miradi, tutasimamia kwa ukaribu utoaji wa huduma. Nimeisema nilikopita na narudia na hapa, na nikasema wale watumishi wa umma wazembe wala wasijifiche kwenye kichaka cha wale wanaofanya kazi vizuri. Tunasema tunatambua watumishi wa umma wanafanya kazi nzuri, na hata nchi hii kupiga hatua hii ya maendeleo ni kwa sababu ya ufanyakazi mzuri wa watumishi wa umma. Lakini tumesema kama ilivyo kawaida, hata kwenye familia wapo na wazembe ambao wamekuwa wakisababisha kero kwa wananchi wetu. Wale wanaopiga dana wananchi wanapokwenda kutafuta ufumbuzi wa kero zinazowakabili, hao ndio tunaosema hawatakuwa na nafasi. Mwananchi anakwenda kwenye ofisi ya serikali akiwa na jambo linalomsibu, analifikisha, anatarajiwa apate ufumbuzi, na Mheshimiwa Rais amewezesha kila ofisi ikapata kitendea kazi ili waweze kuwasaidia Watanzania. Anafika pale, lugha anayokutana nayo si njema. Anafika pale, anasikilizwa, anapigwa kalenda uje kesho. Anafika pale, anasikilizwa, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akirudi anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akifika anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Huu sio uelekeo Dr. Samia anaotaka, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia haya. Kama Mtanzania amefika kwenye ofisi ya serikali, watendaji wote serikalini, chukua kumbukumbu ya jambo analofuatilia. Umelipatia ufumbuzi, weka alama kwamba hili limeisha. Limekuzidi kimo, wewe mwenyewe lifikishe kwenye ngazi inayotakiwa. Hiyo ndio maana halisi ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Kama tutakuwa tunapokea hoja, tunasikiliza na kupuza, tunamwacha mwananchi mwenyewe ahangaike mpaka aende makao makuu, nini maana ya kusema tumesogeza huduma kwa mwananchi? Kama mwananchi anaendelea kufuata jambo lake Dodoma, nini maana ya kuwa na serikali pale alipo? Rais amewezesha miundombinu, amewezesha vitendea kazi, amewezesha magari mengi kwa ajili ya watumishi watendaji serikalini kuwafikia wananchi, amewezesha pikipiki wawafikia wananchi. Haya magari yameanza tu kuwa na kazi moja ya kwenda kwenye mkutano, kwenda kwenye kuendea kwenye semina na matembezi. Hili jambo ni lazima tubadili uelekeo kwa wakati huu, na wakumbusha utaratibu tunaotakiwa kutumia. Mwananchi Mtanzania akifika ofisini asikilizwe, atafutiwe ufumbuzi wa jambo lililompeleka pale. Kama ngazi hiyo haina majawabu ya jambo hilo, ofisi ya serikali ifikishe kwenye ngazi inayoweza kutoa jawabu na jambo hilo. Huo ndio utaratibu wa kumrahisishia Mtanzania, wa kumsogezea huduma alipo. Hatujataka tuwe na huduma, hatujataka tuwe na ofisi kila mahali ili tuwe na ofisi nyingi. Tumetaka zitoe huduma kwa wananchi pale walio karibu nao. Wengine wanafanya vibaya kabisa. Anapokea hoja, baada ya wiki ameshasahau, anauliza hivi ulitoa hoja gani? Na mimi niwaambieni viongozi wenzangu serikalini, mwananchi anapofunga safari anafika mpaka kwenye ofisi, jambo lile lina umuhimu kwake, na anavyofuatilia kila ofisi, atoke kijijini aende kwenye kata, atoke kwenye kata aende wilayani, atoke wilayani aende mkoani, atoke mkoani aende taifa. Maana yake jambo hilo lina umuhimu kwake, na si kwamba ana hela
anazunguka mpaka anamaliza akiba aliyojikusanya nayo kufuatilia jambo lake. Akimaliza nauli za kuendelea kuhangaika kufuatilia jambo lake, anakata tamaa, anasubiri ziara za viongozi, anasubiri siku rais anakuja, ama makamu wa rais, ama waziri mkuu, anaamua kuandika bango lake ili angalau kiongozi mkuu alione kwamba hili limeshazunguka mpaka limeishiwa nauli na soli ya kiatu. Ili kuficha ile makosa kabla ya viongozi wakuu kufika, ananyang'anywa na hilo bango. Niseme viongozi serikalini ngazi zote, kama unataka wananchi wasibebe bango siku viongozi wakuu wamefika, wazungukie kila siku na watatulie hoja zao na kero zao. Watatulie kero zao, zunguka kila wakati. Ita mkutano, uliza hapa kuna shida gani, zibebe hoja zao. Kama zinakuzidi ngazi, ndio kazi ya magari aliyoyatoa rais wetu mpendwa kwa viongozi na watendaji wa serikali. Safiri, nenda kapate majawabu ili wananchi wasio na magari nimeitisha taarifa kila mkoa na natanguliza maelekezo. Nitakapopita kwenye ziara za kila mkoa, itakuwa ni wakati wa kuchukua hatua kwa wale ambao wameshindwa kutekeleza maelekezo. Dr. Samia ameelekeza kila mradi unaotekelezwa ndani ya Tanzania ulingane na thamani ya fedha iliyowekwa kwenye mradi huo. Nimeelekeza wasimamizi wote wa miradi wawaambie wanaotekeleza miradi, kila mmoja ajipime fedha ambayo ameshapokea kwa ajili ya mradi na hatua na ubora wa mradi ambao ameshatekeleza. Tutazunguka na wataalamu, tutapata taarifa, tutatuma wataalamu, watatuletea taarifa, tutashuka kwenda kuhakikisha. Hatuwezi tukawa nchi inayokwenda uchumi wa kati, alafu watu wakawa wanatekeleza miradi ovyo ovyo, alafu tukawa na watu wanapokea fedha nyingi, mradi huko robo, fedha 80%. Nilipita